Na baada ya kuangalia maana halisi ya elimu jumuishi, tutakwenda kuangalia malengo ya elimu jumuishi. Malengo makubwa hasa ya kuanzisha elimu jumuishi ni yapi? Basi tutamsikiliza kaka Johnson hapa tuambie zaidi malengo ya kuanzisha elimu jumuishi ni yapi. Asante. Kwa majina naitwa Johnson John Mtambo, ni mwanafunzi wa kidato cha 6 Pugu Sekondari. Elimu jumuishi kama walivyoitambulisha kwamba ni elimu ambayo wanapatiwa wanafunzi wote bila kujali tofauti zao. Aidha wana mahitaji maalum, ni walemavu au wana shida yoyote. Elimu jumuishi hasa imelenga katika kuwapa wanafunzi au watoto wote wapate fursa sawa za elimu. Hapa tunaweza tukaiwekaje? Wako watoto ambao wako na shida mbalimbali. Mfano labda watoto wengine wana shida ya ulemavu wa viungo. So elimu jumuishi inawapa watoto waweze kupata fursa sawa kama watoto wengine. Ambako watapelekwa kwenye taasisi ambazo zina miundombinu na vifaa maalum ambazo wataweza kupatiwa huduma ya kupata elimu. Namba 2, naweza nikasema elimu jumuishi inalenga katika kuwapa wanafunzi waweze kukuza na kuibua vipaji vyao. Hii imekaaje? Wanafunzi mbalimbali ambao wana shida mbalimbali ambazo wengine ni walemavu, wana shida labda kuona, wana shida ulemavu wa viungo, wengine wanaishia majumbani ambako vipaji vyao vinashindwa kuonekana na wanashindwa kuvikuza. Lakini wakifika maeneo ambako ni taasisi au shule ambazo zinatoa elimu jumuishi, wanaweza kugundua, wanaibua vile vipaji, wanaweza kuviendeleza. Labda mfano nitolee kwa shule ya Pugu ambako imeweza kutoa wanafunzi ambao walienda wakashiriki katika michezo ya mpira ambao waliunda ile timu ya Tembo Warriors, na pia kuna mwanafunzi ambaye anaitwa Pasco Saidi ameweza kuwa mwandishi wa habari. Pia lengo lingine la elimu jumuishi ni kuweza kuondoa ubaguzi na pia kutengeneza mazingira ya kuheshimiana. Hii imekaaje? Tumezoea kwamba baadhi ya jamii zetu zimeweza kuwatenga wale watoto ambao wana mahitaji maalum, lakini wakiletwa kwenye taasisi kama hizi, mfano Pugu Sekondari, wanaweza kukutana na wanafunzi wenzao, wanachangamana, na sisi ambao hatuna ulemavu au mahitaji maalum tunaweza kuzoea na kuona wenzetu ni kama sisi pia. Kwa hiyo ule ubaguzi unaondoka, na pia tunaweza kuwaheshimu, maana wanaweza kuperform au kushiriki katika mambo ambayo hata sisi pia tunashiriki, kama sisi tunavyoshiriki na wao wanashiriki vile vile. Na wao wanaweza kufanya mitihani kama sisi, wana perform, wanapata alama kama sisi, na wanaweza kuwa ni watu katika ngazi mbalimbali. Asante.